Karibu katika habari za michezo na burudani, habari za kusisimua, habari za ndani viwandani. Huku tukiwa naelezea usajili ambao unaelekea kufanywa na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans, ambayo wametuma ofa nzito katika klabu ya vipaji kule nchini Ivory Coast, ambako Young Africans wameulizia ofa nono ya kocha ambaye ni kocha wa vipaji aliyowainua kina Stefan Aziz, pako wamezuzua Anise Oura au Beniklamo Yao Kwasi Atora pamoja na wengine. Huyu si mwingine ni bwana Julio Chivera, ambaye amedhibitisha ubora wake na uwezo wake katika kuisimamia klabu ya Young Africans kwenye masuala mazima ya vipaji, tuseme, kwa sababu tayari yeye ndio aliyesupply wachezaji wazuri ambao walifanya Young Africans kushine. Sasa hivyo Young Africans imeomba kupata sajili au saini yake kwa msimu huu ili aweze kujiunga na klabu hiyo, klabu ya machampion, klabu yenye ubora wa hali ya juu, klabu yenye mwitikio, na ni klabu ambayo ina malengo makubwa. Sasa Julio Chivera ndiye ambaye anapigiwa chapuo zaidi au sana katika klabu ya Young Africans ili aweze kujiunga hapo na akaweze kutumikia klabu hiyo. So kila mmoja anafahamu ubora na uwezo wa bwana Julio Chivera, na ni miongoni mwa majina ambao alitajwa zaidi katika dirisha kubwa la usajili, ingawa hakupata nafasi kwa sababu ya machaguo ya wananchi hayakumkubali. Mmoja alikuwepo Romain Folz, alikuwepo kocha Roland Mokwena na mwamba kweli bwana Julio Chivera, lakini jina la Julio Chivera halikuweza kufanikiwa au halikuweza kupata nafasi ya kupita. Lakini hivi sasa Young Africans wamerejea tena mezani kwa ajili ya kufanya usajili wenye mantiki na maana zaidi. Hivyo klabu hiyo ya wananchi Dar es Salaam Young Africans inaendelea kufanya yale ambayo ilikuwa inayahitaji kwa ajili ya kupata wachezaji. Kwa sasa Young Africans inawania ubingwa wa 5 mfululizo kama atafanikiwa, lakini pia akiwa anaongoza ligi kwa alama 47. Kwa hiyo bado unaambiwa ubaya unaendelea